Serikali inakadiria kiwango cha hasara kilichotokea wiki hii kutokana na kudukuliwa kwa baadhi ya mitandao ya serikali. Katibu wa utangazaji na mawasiliano Stephen Saboke amesema habari za utangulizi zinaonyesha kwamba wahalifu walikuwa wamepanga kudukua tovuti zote za serikali, lakini mwingilio wa halmashauri ya mawasiliano hapa nchini ulitibua juhudi zao. Haya na mengine mengi ni katika mseto wa biashara. Kulikuwa na visa bilioni 4.6 vya ukiukaji wa kanuni za kimtandao vilivyoripotiwa hapa nchini Kenya miezi Aprili, Mei na Juni mwaka 2025. Na mapema wiki hii kulikuwa na visa vya uhalifu wa kimtandao uliolenga majukwaa ya baadhi ya mashirika ya serikali. Katibu wa utangazaji na mawasiliano Stephen Saboke amesema uchunguzi wa kukadiria hasara iliyotokea kuhusiana na uhalifu huo wa kimtandao unaendelea. We haven't certified or sort of quantified the extent of loss, but anytime you obviously have an outage, there's a loss of time, there's a loss of resources, and obviously a loss of opportunity to actually have done economic activity. Wakati huo msimamizi wa bajeti amewaonya Wakenya kwamba udhabiti wa kifedha wa taifa hili bado ni changamoto kuu, huku deni kubwa la umma likiendelea kuhujumu maendeleo ya taifa. Akiwasilisha taarifa ya utekelezaji wa bajeti ya robo ya kwanza mwaka huu wa kifedha mwaka 2025 na mwaka 2026, naibu msimamizi wa bajeti Stephen Maasha alitoa wito wa kufanya ukaguzi wa haraka kwa kina kuhusu deni la taifa, ikiwa ni pamoja na kukaguliwa kwa taarifa za mikopo pamoja na miradi iliyofadhiliwa na kila mkopo. The government should implement comprehensive audits of the debt procured, utilized, and also assess its sustainability. The audit should extend to the public debt stock, and also an appropriate reconciliation should be made on the loan books, tagging all the loan projects. Hatimaye mkurugenzi wa kampuni ya Rendeavor Group aliye pia msimamizi wa kampuni hiyo hapa Kenya, Preston Manihol, amewahakikishia Wakenya kuangazia kununua ardhi kabla ya kujengwa. Alisema mfumo huu utawezesha wanunuzi kuuza ardhi kwa bei nafuu ikilinganishwa na kununua mijengo iliyokamilika. Tattoo City and its owner Rendeavor, we have entered the market with Perini Point, which we believe is the best price point, get the most value for money and the best quality. These are larger apartments than you will be paying for and other developments within Tattoo City, and it has the full backing of Rendeavor, which is the owner and developer of Tattoo City. Manihol alisema matumizi ya mfumo huo yatawezesha wajenzi kufanikisha utoaji wa nyumba hapa nchini. Felix Q, Darubini.